Mwalimu wa zamani kutoka California aliyewahi kutunukiwa tuzo ya mwalimu bora wa mwaka amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela siku ya Ijumaa kwa kudhulumu kingono wanafunzi wawili wa darasa la 6. Jacqueline Ma mwenye umri wa miaka 36 alikiri makosa mwezi Februari ya vitendo viwili vya kudhulumu kingono kwa nguvu watoto. Kosa moja la kufanya vitendo visivyofaa kwa mtoto na kosa lingine kwa kumiliki nyenzo ya unyanyasaji wa kingono kwa watoto, kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa kaunti ya San Diego. Ma alikuwa mwalimu katika shule ya msingi ya Lincoln Acres iliyoko National City na aliwahi kuwa mwalimu bora wa kaunti ya San Diego kwa mwaka wa masomo 2022 hadi 2023. Kabla ya hukumu kutolewa, alipewa nafasi ya kuzungumza mbele ya umma kwa mujibu wa San Diego Union Tribune. Nilitumia vibaya mamlaka yangu. Nilitumia nguvu zangu kuwatawala na niliwadanganya. Ma alisema akiwa amefungwa pingu huku akilia mahakamani. Vijana wa umri huu wanapaswa kuwa wanacheza nje bila wasiwasi. Niliwanyang'anya utoto wao, aliongeza. Ma aliomba msamaha kwa waathirika na familia zao, akieleza kuwa makosa yake yalikuwa ya ubinafsi na kwamba alikuwa amedhalilisha kabisa taaluma ya ualimu. Nilidanganya nyuso zao huku nikiwanyanyasa kwa siri watoto wao wa kiume. Ninaomba tu walindwe kwa nguvu za kipekee wale wote walioathirika, Ma alisema. Ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema kuwa Ma alionasa vijana hao kwa kuwapa zawadi, chakula, uangalizi wa kipekee na hata kuwakamilishia kazi zao za nyumbani. Ma alikamatwa Machi mwaka 2023 baada ya wazazi wa mvulana wa miaka 12 kugundua ujumbe usiofaa kwenye kompyuta ya familia kati ya mtoto wao na Ma. Licha ya wazazi kumzuia mtoto huyo kutumia mitandao ya kijamii au kuwa na vifaa vyake binafsi, Ma aliweza kuwasiliana naye kupitia programu isiyo rasmi ya baada ya masomo na pia kupitia programu ya mawasiliano ya shule, kwa mujibu wa ofisi ya waendesha mashtaka. Ma alimshawishi mvulana huyo kwa zaidi ya mwaka mmoja kabla ya kumdhulumu kingono katika darasa lake kwa kipindi cha miezi 3, huku wazazi wa mvulana wakidhani mtoto wao alikuwa akishiriki mchezo wa mpira wa kikapu baada ya masomo. Uchunguzi zaidi ulifichua kuwa Ma pia alikuwa amemlenga na kumbaka mvulana mwingine wa miaka 11 mnamo mwaka 2022, kwa mujibu wa ofisi hiyo. Hakuna mtoto anayestahili kupitia mateso kama haya, na ninatumaini hukumu hii italeta angalau kiasi fulani cha haki kwa waathirika, familia zao na jamii ambayo ilitikiswa na uhalifu huu wa kutisha, alisema Stefan. Kumbuka kupakua app ya SNS Premium ambapo utaweza kusikiliza makala za kusisimua, chambuzi za kina zikiwemo za watu maarufu duniani na mambo mengine mengi. Pakua kupitia App Store au Play Store. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.